Bwana Manyanya, unahitajika kituo cha polisi kwa ajili ya mahojiano zaidi. Kuna nini? Unashtakiwa kwa kumpiga mke wako na unaelewa ni kinyume ya sheria. Ni Moshi, Kilimanjaro, na hapa tumemfuata bwana Yusuf Ambari baada ya kupigiwa simu kwamba wewe ndo mshindi wa gari kutoka PMbet. Ulipokeaje hizo taarifa kwanza? Nilipokea kawaida. Ila baada ya kuelekezwa kwamba angalia kwenye leaderboard ya PMbet na kuona kweli ID namba yangu, pale ndo nilipoamini kabisa. Ulifahamu vipi sasa PMbet? PMbet nilifahamu kupitia maduka yao. Tovuti yetu ni pmbet.co.tz. Halo? Sasa mimi hapa sitaki lawama. Wewe unajua kwa sababu gani mimi sikuja? Nilikuwa nimeshajiandaa kabisa. Ila mama kaanza kunipa mikazi, wewe usitoke, fanya hivi, fanya vile. Sasa mimi ningekujaje? Ila usijali, mimi nakuja sasa hivi. Wewe tuma tu hiyo nauli, mimi nije sasa hivi. Usijali mpenzi wangu, mimi nakuja, wewe tuma nauli, mimi nakuja. Aya, nakupenda pia. Aya. Ulikuwa unaongea na nani? Umenishtua. Nilikuwa naongea na simu. Najua ulikuwa unaongea na simu. Uliyekuwa unazungumza naye ni nani? Kumeanza kuchangamka tena mambo ya kufuatiliana. Kwani vipi? Sikiza nikwambie Zuu. Kwa sasa hivi unatakiwa ufahamu wewe ni mke wa mtu. Wewe ni mke wangu mimi, tena kihalali. Sasa yale mahusiano ambayo tulikuwa tunaishi zamani kabla mimi na wewe kwenye ndoa tuyafute. Sasa nikiwa kama mumeo, nina haki na ninapaswa kutambua mambo yote kuhusiana na wewe. Nahitaji kujua ulikuwa unaongea na nani? Sikiliza nikwambie Modi. Mimi hiyo ndoa hata sikuidhamiria. Kwa hiyo swala la kusema wewe ni mume wangu, mimi ni mke wako, wala silijui. Kwa sababu hata hawakuniuliza kwamba mimi nimeridhia wewe kuwa mume wangu au umeridhia mimi kuwa mkeo. Kwa hiyo baba, tuishi kwa kuvumiliana tu. Na pia, unadhani wakati niko na wewe kwenye mahusiano sikuwa na wanaume wengine? Nilikuwa na wanaume wengine walikuwa wananihudumia, na kula vizuri, na vaa vizuri. Kwa hiyo kuoana na wewe jana tu, usidhani leo tutakuwa tumeachana. Kwa hiyo nivumilie babangu. Taachana nao kidogo kidogo. Nataka kujiandaa niende kwa mama kuchukua nguo zangu. Zuu, nakupiga makofi sasa hivi. Unaenda kwa mama yako au unaenda kwa bwanako ulikuwa unaongea naye? Kama unanipiga tu wewe nipige. Ila ndo nishakwambia, naenda kwa mama kufuata nguo zangu. Unategemea nikikaa hapa nitavaa nini? Hizo boxer zako au singlendi zako? Hebu nipishe. Shule inayofunza mema na mabaya ndo dunia. Wajuaji na wapumbavu wamo dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine dunia. Wasindikizaji, wapambanaji wamo. Hii ndo dunia bwana. Unaona vai? Sasa ile ndio dawa ya mwanamume jeuri. Na jeuri mwenzie kusudi. Yesi anajifanya mwanasheria. Mwanasheria gani ambaye hajui sheria anakwenda kumpiga mwanamke? Sasa muache akapambane na wanasheria wenzie wanaojua sheria. Maana mimi nahisi kama hata kusoma kwenye hajasoma. Yaani muache kwanza akae kama siku hizi 3. Akakutane na wanaume wenzie waliochanganyikiwa kule. Wamnyooshe. Yaani natamani kama nikufinya hivi, yani uwe na kawekundu nikuongezee kakovu.
Kesho ukifika pale, lia kweli kweli, nakwambia, chozi mpaka huko, ionekane kweli umekung'utwa. Na ninakwambia, ikitoka pale mahakamani, talaka, unapewa mali zako. Yaani kayataka mwenyewe, kayatafuta, sasa tunamnyoosha. Wewe, tunaelewana lakini? Au naongea tu peke yangu mwenyewe hapa? Maana wewe nawe akili zako wewe. Mama bwana. Hivi unahisi mimi naweza nikawa nisipo pamoja na wewe mwanaume ambaye amenipiga? Mimi niko pamoja na wewe. Unachotaka nataka. Wewe ukisema chochote. Sawa. Sasa kilichobaki ni kumnyosha. Hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa. Dunia ino dunia. Mama vipi? Baba, nimekaa katika hii nyumba takribani miaka 15. Nalipa kodi. Leo nilipitisha siku 3 tu. Nafukuzwa mimi baba. Yaani miaka 15 unalipa tu kodi? Ungejiunga na Dala, ungekuwa na nyumba yako sasa hivi mama. Sikia, Dala ni kampuni itakayokuwezesha kufanya ujengewe nyumba na kukabidhiwa kwa ajili ya kuishi, huku ukiwa unalipa kidogo kidogo kwa kila mwisho wa mwezi kwa kima kinachoanzia Laki1. Na ukimaliza rejesho lako lote, hiyo nyumba inabaki kuwa ya kwako moja kwa moja. Yaani maana yake ni kwamba wakati wenzako wanahangaika kulipa kodi kwa ajili ya kumnufaisha mwenye nyumba, wewe sasa unatumia kodi hiyo hiyo kwa ajili ya kumiliki nyumba yako. Kwa kuwa wewe ni mgeni, anza na kupata application ya Dala kwa ajili ya kuweza kupata maelekezo zaidi na kuanza kupata hii huduma. Mimi sitaki uteseke kwa ajili ya makazi. Ukiwa na Dala lazima uwe na kwako. Ino dunia. Babu, vipi tena? Na hizo picha unataka kusema zinaingia kwenye masuala yako ya madeni? Oya babu, usinichanganye. Hemu achana nazo hizo, endelea na vitu vingine bwana. Wewe vipi wewe? Unajua hizo nimezitoa wapi? Alafu, hemu mimi nikuulize kitu kimoja. Hivi unataka kusema hilo deni lako ambalo unalidai mimi ndo unataka upige picha vitu vyote vya ndani kwangu? Hivi wewe unaijua thamani ambayo nimeitumia mimi kununua hivi vitu vyote? Unaijua wewe thamani? Mr. Mdemi, hivi alikwambia kwamba mdai wao anakuwa huru ni nani? Wewe unataka kusema mambo ya uhuru mimi nipo nyumbani kwangu? Mimi ndo nikuulize wewe, nani anayemdai mtu anaenda kwenye nyumba ya mtu afu anakuwa huru? Unapiga vipicha, unaona kama upo kwenye photoshoot hivi. Sikiliza nikwambie babu. Umeona? Mimi sijashindwa kukulipa hilo deni lako. Naweza nikukulipa deni lako, lakini ungenipa muda kwa sababu hapa nilipo mimi mwenyewe nina matatizo yangu. Ujui mimi nimekutana na nini? Unajifanya ni mjanja sana Mr. Mdemi. Alafu tumepata taarifa zako. Watu wa benki wamekupa siku 2 tu inapaswa hapa uame. Kwa hiyo ulitaka sisi kutuzunguka. Sasa basi. Tunawahi kabla ya hao. Lazima hapa utahama na sisi tutapata stake zetu. Wewe, mimi nikimbie vipi? Mimi mwanariadha mpaka niwakimbie? Sikiliza, nyinyi msitaki kujifanya nyinyi mna akili nyingi, au sio? Mimi umeona hivi vitu nilivyovinunua huko ndani? Nimevinunua kwa gharama kubwa. Ili sofa moja tu lingeweza kulipa deni lako. Umeona? Afu unakuja unajiachia, unaanza kupiga vipicha kule, unapiga vipicha huko. Wewe una akili timamu wewe? Sijaja hapa kufuata hayo maneno yako. Nimekuja hapa kufuata kazi.
Alafu wazaramu wanakwambiaje? Zavazava kozovagila, mwana kulitafuta mwana kulipata. Wewe usinchanganye. Mimi mwenyewe misemo hapa ndo nyumbani kwake. Kila anailia anashika kichwa chake. Uwezi ukalia ukashika kichwa cha mwenzio. Unaletea mimi mambo ya kuzavazava. Wewe, mimi mwenyewe nishachanganyikiwa zamani. Umesikia? Nitakuja kumkata mtu masikio. Amjui hivi vitu mimi nimevipatia shida gani? Wewe, ujui. Muulize meneja Beni. Wewe usinchanganye wewe. Sawa. Hello mister. Nimekutumia video hapo. Hebu angalia. Hapo kuna sofa, alafu kuna TV. Alafu kuna seti hapa viti. Hebu wewe chagua. Unataka ipi kati ya hivi? Vyote? Okay, sawa. Wewe una akili kweli wewe? Yaani zote unajipigia mahesabu unavyotaka wewe? Oya, mimi sicheki na yoyote. Nakwambia hivi, atakatika mtu masikio hapa. Sasa basi, ofisi itafanya kazi yake. See you later. Kwa hiyo tunangangana hadi sanga. Datifa mpigie ule mbabu aje. Bila ule babu hatutoboi humu ndani. Tutakufa njaa. Kwani ukimpa anachokitaka unaharibikiwa ni? Unakufa. Datifa, mwenye nyumba anafuata kodi. Unampa nini? Unaela wewe? Mtu umepata sponsor unamringia. Hebu mpigie simu aje. Yaani unajua ujue tu. Mimi ule babu simpendi. Sina hisia naye. Yaani kuna muda akinikumbatia nasikia hadi kutapika. Mimi hapana jamani. Yaani kuna muda akiniambia mambo ya mapenzi mpaka tumbo linauma. Hapana, mimi simtaki babu. Sina hisia naye. Hisia? Mbona unachanganya mada? Masuala hisia na maisha yanahusiana nini? Kwani wewe ukifumba macho ukamwacha afanye haja zake akamaliza, wewe unapungukiwa nini? Yaani mimi ningepata hiyo bahati. Mimi mwanzo natongoza mabodaboda kila siku. Najiona karatu. Wewe unapata bahati unaichezea. Dalatifa, mimi nipate mbabu kama yule. Jamani, nampa hadi utumbo. Yaani unaongea kwa sababu uteseki wewe. Ila hata hivyo nimempigia simu ipo njiani anakuja. Kumbe mashauri yote huko kumbe ulimpigia. Sasa hayo ndo mambo sasa. Mimi mtikio. Karibu. Shikasha. Marhaba. Ujambo? Sijambo, karibu. Asante. Latifa wangu. Mambo? Poa. Karibu. Asante. Kama unavyojua, ratiba zangu nyingi sana. Kwa hiyo sitochelewa. Natangulia. Unasikia sila? Nenda. Toka hapa nini kwa sababu sio wewe. Wewe, nenda huko. Au mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa. I cook and the king. I wanna die chumbani. My lose 10/10. I wanna live with money. So tell me what, and the making of the night. She wanna dingy dangalai.
Tell me why. No, otherwise. She wanna dingy dangalai. Baby, I got one question for you. What the fuck is... Pita, mlango uko wazi. Habari yako Cindy? Salama. Unajionaje? Unaonaje mazingira ya hapa? Pamoja na mazingira yaliyokuzunguka kwa jumla. Mazingira salama, lakini samahani. Ningeomba sijui mjitambulishe, maana naona nyinyi mnanifahamu mimi lakini mimi nyinyi siwafahamu. Ondoa wasiwasi. Sisi ni wenzako. Katika hilo kuwa na amani. Vipi? Anafaa. Cindy, sikiliza. Tuko hapa kwa maelekezo mafupi tu, hatuwezi kuchukua muda mrefu. Kuanzia sasa hutakuwa ukipiga simu kwa mkuu tena. Changamoto zako zote zitakuwa zikipita kwetu. Utashirikiana na sisi kwa kila kitu. Iwe swala la usalama wako, masuala yako ya kifedha, utakuwa ukiwasiliana na sisi. Mkundo nani? Madam Suji. Kwa hiyo nyinyi mmetumwa na Madam Suji? Usiwe na haraka Cindy. Jinsi siku zinavyozidi kwenda, tutafahamiana zaidi. Tutashirikiana nawe kwa kila kitu. Na hata safari yako ya kesho kwenda kufungua akaunti za benki, tutakufuata sisi, tutalishughulikia hilo sisi. Kwa tutashirikiana nawe kwa kila kitu. Na hata kama utakuwa na changamoto yoyote ya kifedha, ya kiusalama, na ukituhitaji, utatupata kwa namba hiyo. Usimpe mtu yoyote namba hiyo. Itakuwa ni kati yako wewe na sisi. Angalizo. Ifikapo saa 6 usiku, huruhusiwi kumfungulia mtu yeyote mlango ule. Hata akiwa ni nani. Hata kama unamjua, hapaswi kuingia. Hata ikiwa ni wewe mwenyewe. Saa 6 usiku ikikukuta haupo humu ndani, utalala huko. Hapa utakuja asubuhi. Imeeleweka hiyo? Jamani. Asa mbona mnanichanganya? Yaani mpaka mdau hata sielewi. Yeah. Hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Draw ya Super Royal Sports ambayo ilichezeshwa balozi wetu Abigail Chams siku ya Julai 5. Kwanza sikuamini na nijisikia faraja sana. Nakumbuka nilikuwa ninaona mechi ya Ujerumani. Kwanza nililala bila kula na nililala bila kuoga pia. Nikiwaza ni kweli hili jambo ni la kweli. Unajishughulisha na shughuli gani? Mimi ni mfanya biashara wa nafaka. www.pmbet.co.tz. Kupitia hapo unaweza ukaweka bashiri zako, huenda wewe ukawa mshindi wa draw ijayo. Umemwona Manyanya? Yaani sisi tunahangaika, tunamuweka mtu ndani,
anakwenda kuonga, anatoka. Hii ni nini? Kutuonyesha kwamba ana pesa sana au kitu gani? Sasa twende huko polisi tukajue nani kamuachia wakati sisi ndio tulomshtaki. Manyenye hata hajaonga. Mimi ndo nimetoka kumtoa hapa. Nilichokisikia ndicho au sijasikia vizuri? Mama, mimi kwa kweli kuruhusu mwanaume wangu akae polisi siku nzima siwezi. Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea. Mama, vipi? Baba, nimekaa katika hii nyumba takribani miaka 15. Nalipa kodi. Leo nilipitisha siku 3 tu. Nafukuzwa mimi baba. Yaani miaka 15 unalipa tu kodi? Ungejiunga na Dala, ungekuwa na nyumba yako sasa hivi mama. Sikia, Dala ni kampuni itakayokuwezesha kufanya ujengewe nyumba na kukabidhiwa kwa ajili ya kuishi huku ukiwa unalipa kidogo kidogo kwa kila mwisho wa mwezi kwa kima kinachoanzia $100,000. Na ukimaliza rejesho lako lote, hiyo nyumba inabaki kuwa ya kwako moja kwa moja. Yaani maana yake ni kwamba wakati wenzako wanahangaika kulipa kodi kwa ajili ya kumnufaisha mwenye nyumba, wewe sasa unatumia kodi hiyo hiyo kwa ajili ya kumiliki nyumba yako. Kwa kuwa wewe ni mgeni, anza na kupata application ya Dala kwa ajili ya kuweza kupata maelekezo zaidi na kuanza kupata hii huduma. Mimi sitaki uteseke kwa ajili ya makazi. Ukiwa na Dala lazima uwe na kwako. Aliyekataga shule chekechea. Maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea. Maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa. Mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi. Bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia ino dunia. Dunia ino dunia. Ino dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo. Kurudio munachelewa, nyamuwezi elewa. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa. Mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi. Bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia